lakini pia usimamizi wa manispaa za kaunti hiyo ya Murang'a. Tuangazie taarifa ambayo inajenga hoja ya mjadala wetu leo hii kwamba mfumo wa ufadhili wa elimu wa vyuo vikuu nchini unatarajiwa kufanyiwa mabadiliko kwa mara ya 4 tangu Rais William Ruto aingie madarakani. Pendekezo la hivi punde linaahidi serikali ugharamia kikamilifu elimu ya wanafunzi kwa wote wanaojiunga na vyuo vikuu kupitia udahili wa moja kwa moja. Hata hivyo pia vyuo vikuu vinakabiliwa na upungufu mkubwa wa fedha na madeni yanayoongezeka. Swali kuu ni je, serikali itaweza kugharamia ahadi hiyo kwa njia endelevu? Anne Musungu aliandaa taarifa hiyo. Kwa mara ya 4 tangu Rais William Ruto aingie madarakani, mfumo wa ufadhili wa elimu ya vyuo vikuu unatarajiwa kubadilishwa. Na safari hii, Rais Ruto anapendekeza serikali kufadhili kikamilifu wanafunzi wote wanaojiunga na vyuo vikuu. Hata hivyo, huku vyuo vikuu vikikabiliwa na changamoto kubwa za kifedha, maswali yanaibuka kuhusu iwapo pendekezo hilo litatekelezwa kwa njia endelevu. Now we are moving to universal under the amendments we have taken to Parliament. So going forward, any university, any student, so long as they have passed their exam and they have been placed in a college or a university, each one of them will get full funding for their higher education. Pendekezo hilo linajiri wakati mfumo wa sasa wa ufadhili ukiwa katika shinikizo kubwa la kifedha. Takwimu zilizowasilishwa mbele ya bunge la kitaifa zinaonyesha upungufu wa shilingi bilioni 57.6 za mkopo wa wanafunzi na shilingi bilioni 16.5 za ufadhili wa masomo katika mwaka wa kifedha 2026-2027, hali iliyozidisha mzigo wa madeni kwa vyuo. Ufadhili wa elimu ya vyuo vikuu umebadilika mara kadhaa tangu Rais Ruto aingie mamlakani. Mfumo wa awali ambao serikali ilikuwa ikigharamia angalau 80% ya ada, huku familia zikichangia 20% iliyosalia, ulifutwa na nafasi yake kuchukuliwa na mfumo wa ufadhili unaomlenga mwanafunzi, uliolenga kiwango cha mahitaji ya kifedha ya kila mwanafunzi. Awali, mfumo wa ufadhili unaomlenga mwanafunzi uliwapanga wanafunzi katika makundi 4 kabla ya kubadilishwa na mfumo wa kanda 5 za ufadhili, ambapo wanafunzi walikuwa katika mazingira magumu zaidi walipata kiwango kikubwa cha msaada. Hata hivyo, mfumo huo ulikosolewa vikali, ukapingwa mahakamani na baadaye kutangazwa kuwa kibaguzi, jambo lililolazimu serikali kufanyia marekebisho tena. Ingawa ulitangazwa kama suluhisho la kudumu kwa changamoto za ufadhili wa vyuo vikuu, mfumo huu wa ufadhili haujafikia matarajio. Miaka 3 baadaye, vyuo vikuu vinapokea kati ya 60 hadi 70 pekee ya fedha vinazohitaji, huku angalau vyuo vikuu 11 vya umma vikiendelea kukabiliwa na hali mbaya ya ukosefu wa ukwasi. Je, serikali itaweza kupata mabilioni ya fedha yanayohitajika kufanikisha ahadi hiyo kwa njia endelevu? Anne Musungu, KTN, Nairobi. Asante sana mtazamaji, huyo ni Anne Musungu akitupia